Jambo na karibu. Tetemeko la kisiasa sasa laonekana huru anadaiwa kujiandaa kumwacha Matiang'i na kumuunga mkono Sifuna. Inadaiwa kuwa rais mstaafu anafikiria upya mpango wake wa kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 baada ya kuridhishwa kidogo na kasi na mvuto wa kampeni za kuwania uraisi. Kwa mujibu wa madai hayo, mpango wa awali wa Uhuru ulikuwa kuunda muungano imara kati ya Matiang'i ili kumpa ushindani mkubwa. Hata hivyo, sasa anaaminika kuwa Matiang'i ameshindwa kuhamasisha umma na kujenga msukumo wa kitaifa unaotarajiwa kwa mgombea mwenye nia ya dhati ya kuwania uraisi. Ripoti hiyo inaeleza kuwa Uhuru sasa anaonyesha nia ya kuunga mkono tiketi ya Kalonzo, na huku Matiang'i akitajwa huenda akapewa nafasi ya waziri mkuu wa baraza la mawaziri, Prime Cabinet Secretary kwa lugha ya Kimombo. Inadaiwa pia kuwa Uhuru alimshawishi binafsi Matiang'i kuacha kazi yake yenye maslahi makubwa katika Benki ya Dunia kwa imani kwamba angeibuka haraka kama mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nchini. Badala yake, madai hayo yanasema Matiang'i amekuwa na changamoto ya kujenga uhusiano wa karibu na wananchi wa kawaida na bado hajaweka miundombinu ya kisiasa inaweza kumwezesha kuendesha kampeni yenye ushindani mkubwa. Iwapo madai haya yatathibitika kuwa ya kweli, yanaweza kuwa pigo kubwa kisiasa kwa Matiang'i na kuashiria kuwa Uhuru yuko tayari kubadili mkakati wake wa kisiasa kulingana na mwelekeo wa mazingira ya kisiasa. Kulingana na utafiti uliofanywa ni kwamba Edwin Sifuna anaonekana kuwa bora zaidi kwa sababu ya bidii yake na timu yake ya Linda Mwananchi. Ni jambo ambalo litakuwa linashangaza wengi sana na tukio hilo, lakini kwa wale ambao wanafanya utafiti katika ulingo wa siasa wanasema ya kwamba bidii ya Edwin Sifuna inaonekana wazi kuliko ile ya Matiang'i. Je, unakubaliana na maoni haya? Kama unakubaliana nao, naomba unirushie kwenye comment section uniambia kwamba ni yupi haswa anaonekana kuwa bora zaidi. Je, ni Kalonzo Musyoka, ni Edwin Sifuna ama Matiang'i? Nani ambaye akiwekwa kwenye mizani anaweza kukabana na Rais Ruto? Langu jina lasalia kuwa Maskini Msomi, na siku zote na kwamba uendelee kusupport channel hii ili tuweze kupata taarifa zaidi kuhusiana na yale ambayo yanafanyika. Nakutakia kila la heri.